Hello Tanzania, Jumatatu tulivu kabisa, Jumatatu ya Oktoba 27 mwaka wa 2025. Siku zinakatika, saa zinasogea kuelekea Oktoba 29 ambako Watanzania kwa ujumla wake watafanya maamuzi ya kuchagua viongozi wanaowataka kwenye nafasi mbalimbali. Diwani katika kata mbalimbali, wabunge ambao watawakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa upande wa Zanzibar, nje ya nafasi hizo, kumbuka pia watachagua rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia watachagua wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Kwa upande wa Zanzibar ni uchaguzi muhimu kweli kweli, kwa sababu unakwenda kutoa mustakabali ya maisha ya Watanzania kwa ujumla wake kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Tayari Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa maana INEC pamoja na Tume Huru ya Uchaguzi upande wa Zanzibar kwa maana ya ZEC zimeshatoa miongozo na namna ambavyo uchaguzi huo utakavyokuwa unafanyika kwenye maeneo mbalimbali nchini. Lakini ikumbukwe tu kwamba kwa upande wa ZEC uchaguzi huo utafanyika Oktoba 29 kama ilivyokuwa kwenye ratiba ya INEC, lakini wakati huo kwa upande wa ZEC kutakuwa na kura ya mapema kama ambavyo inasimamia uchaguzi wa kule Zanzibar, na kura hiyo ya mapema inahusu maafisa mbalimbali wa mahususi ikiwemo wa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia wale wasimamizi wa uchaguzi kwa maana ya wakilishi wa ZEC na watu wengine, mawakala wa vyama vya siasa na watu wengine wa aina hiyo ambao wametajwa kwenye sheria ya uchaguzi pale Zanzibar. Sasa kura hii ya mapema itafanyika Oktoba 28 mwaka huu. Hii sio ajenda yangu kwa wakati huu. Niko hapa kwa ajili ya kupita kila ambacho nimekiona mitandaoni. Sasa kampeni za uchaguzi kule Zanzibar tayari zimefungwa, na zimefungwa kwa hapo jana, si kwa maana ya ratiba ya ujumla wake ya ZEC, kwa sababu kwa mujibu wa ratiba ya ZEC leo tarehe 27 ndivyo ambavyo itakuwa siku majira saa 12 jioni ndio itakuwa muda wa mwisho sasa wa kampeni kufunga rasmi. Lakini kwa mujibu wa ratiba INEC, kesho tarehe 28 majira ya saa 12 jioni ndivyo ambavyo itakuwa muda wa mwisho kabisa wa kampeni zile za majukwaani. Itakuwa ni muda wa mwisho kabisa wa lala salama. Lakini vyama vikubwa kule Zanzibar kwa maana ya ACT Wazalendo, CCM kupitia wagombea wao wawili, Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anayegombea kwa maana yake kuomba kutetea kiti chake, na Othman Sharifu ambaye ni mgombea urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye kwa sasa ni makamu wa kwanza wa rais pale Zanzibar kwenye serikali moja ya kitaifa, naye pia akiwa amefunga kampeni zake hapo jana. Sasa hoja yangu ni nini? Wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikiwa kwenye kipindi hiki cha lala salama, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa mneki huyo kutokea kule Zanzibar anaitwa Nadri Abdulatif ametoa kauli tata iliyozua sintofahamu miongoni mwa wadau wa siasa na wapenda demokrasia nchini, kutokana na kile kinachoonekana kuwa kauli hiyo si ya kiungwana na inayoweza kuibua hisia hasi katika jamii. Akizungumza kwenye mkutano wa kuhitimisha kampeni za mgombea wa CCM kwa nafasi ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kada huyo amenukuliwa akisema kuwa kwenye mazingira ya kawaida, hata kama CCM ingekuwa inaiba kura kama inavyodaiwa na wapinzani wao kisiasa mara kadhaa, ingekuwa ni halali kutokana na kwamba chama hicho kilichoanzishwa baada ya kuviunganisha vyama vya Afro Shirazi Party kwa maana ASP pamoja na TANU vilivyoongoza mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 na kudai uhuru wa iliyokuwa Jamhuri ya Tanganyika kwa maana ya Tanzania bara ya sasa mwaka 1961, ndicho kilichoamua kwa mapenzi yake kuruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini. Ametumia mkutano huo uliofanyika Oktoba 26 mwaka huu kuwashukia viongozi waandamizi wa chama cha ACT Wazalendo wakiongozwa na mwenyekiti wake wa taifa ambaye pia ni mshindani wa karibu wa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika uchaguzi wa mwaka huu kule Zanzibar. Hapa namzungumzia Othman Sharif Omo, kwa kudai kuwa wamekuwa vinara wa kuhubiri uvunjifu wa amani visiwani humo. Akiwa kwenye jukwaa hilo, Nadri amemhakikishia Dr. Hussein Ali Mwinyi anayeomba kutetea kiti hicho kwamba ataibuka kidedea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, na kwamba mgombea wa ACT Wazalendo Othman hawezi kushinda uchaguzi huo kamwe. Oktoba 29 mwaka huu,
Watanzania kwa ujumla wake watapiga kura kuamua nani wanayeona anastahili kuongoza kwenye nafasi za diwani, mbunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huku Wazanzibari kando nafasi hizo pia watachagua mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ikumbukwe kuwa uchaguzi mkuu huo unasimamiwa chini ya tume mbili tofauti za uchaguzi: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa maana ya INEC inayosimamia uchaguzi wa Tanzania yote, na Tume ya Uchaguzi Zanzibar kwa maana ya ZEC inayosimamia uchaguzi wa nafasi mahususi zinazohusu Zanzibar pekee, ambapo kwa mujibu wa ratiba ya ZEC, licha ya kwamba uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, lakini kwao itatanguliwa na kura ya mapema inayohusu makundi mahususi ikiwemo maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama, ambapo kura hiyo ya mapema itafanyika Oktoba 28 mwaka huu. Rais huyu alikuwa akihimiza amani na utulivu, na wao amani wanaipinga. Lakini waambie Othman Masudi, Jussa Mansuri na wengine wasitutanie. Bado Chama cha Mapinduzi kimeonyesha imani kubwa kuingia kwenye vyama vingi. Kwani walioitafuta nchi nani? Nataka kuulizeni, walioitafuta nchi ni nani? Walioitafuta nchi ni ASP baada ya kujiunga na tano ikawa Chama cha Mapinduzi CCM. Sasa CCM kuachia kuingia vyama vingi sio ujinga. Tunawaangalia tu. Na hata wangekuwa wanasema hivyo wanavyotaka wao, kama CCM wanaiba, sisi hata ingelikuwa mfano tumeiba, kama kweli ingekuwa tumeiba, maana sio kuiba, tunaendelea kushinda na tutashinda. Basi sisi hata tukiiba, kwa Mwenyezi Mungu tuna uhalali wa kushinda, wa kuiba na ikawa halali, kwa sababu nchi tumeitafuta sisi na sio ACT. CCM oye! Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, jana nimeona Jussa anamwambia Othman Masudi kwamba kashakuwa rais. Zanzibar tutakufa sote, ndio labda atakuwa rais, atabakia mtu wa mwisho, lakini kama tuko hai hashindi hapa. Kidumu Chama cha Mapinduzi!